Kesi ya Tundu Lissu na taswira ya taifa. Katika historia ya mataifa mengi, kuna nyakati fulani ambapo tukio moja humzidi mhusika wake. Linakuwa zaidi ya jina, zaidi ya kesi, na zaidi ya ukurasa wa mahakamani. Linageuka kuwa alama ya mjadala mpana kuhusu mwelekeo wa nchi, uhusiano kati ya wananchi na dola, na nafasi ya haki katika maisha ya kila siku. Kwa Tanzania ya leo, kesi ya Tundu Lissu imechukua nafasi hiyo. Tundu Lissu ni mwanasiasa, mwanasheria, na mwananchi ambaye safari yake ya kisiasa imekuwa na mvuto mkubwa kwa umma. Kwa baadhi, ni sauti ya ukosoaji, kwa wengine ni ishara ya msimamo mkali. Lakini nje ya mitazamo hiyo, kesi yake imeibua mjadala mpana zaidi unaogusa maswali ya msingi: haki ni nini? Uhuru una mipaka ipi? Na je, taasisi zetu zinasimama vipi mbele ya shinikizo la wakati? Ili kuelewa uzito wa kesi hii, ni muhimu kuiweka katika muktadha wa kinachoendelea nchini. Tanzania ni taifa lenye historia ya amani, umoja, na utulivu wa kisiasa ukilinganishwa na mataifa mengi jirani. Hata hivyo, kama ilivyo kwa jamii zote zinazoendelea, mabadiliko ya kijamii, kiuchumi, na kisiasa huleta changamoto mpya. Ukuaji wa teknolojia, mitandao ya kijamii, na ongezeko la uelewa wa haki za kiraia vimebadilisha namna wananchi wanavyohoji mamlaka. Katika mazingira haya, sauti za upinzani zimekuwa zikisikika zaidi, na pamoja nazo, mijadala kuhusu mipaka ya uhuru wa maoni. Kesi ya Tundu Lissu imeibuka katikati ya mjadala huu. Kwa wengi, si swali tu la hatia au kutokuwa na hatia, bali ni jaribio la kuona kama misingi ya haki inafanya kazi bila woga wala upendeleo. Mahakama, kama mhimili wa haki, imekuwa katikati ya macho ya umma. Kila hatua ya kesi, kila tarehe ya kusikilizwa, na kila uamuzi mdogo umechambuliwa na kujadiliwa mitaani, kwenye vyombo vya habari, na kwenye mitandao ya kijamii. Hii inaonyesha jambo moja muhimu: wananchi wanajali. Wanajali haki, wanajali mustakabali wa nchi yao, na wanajali nafasi yao katika mfumo wa utawala. Lakini pia kuna upande mwingine wa simulizi hii. Serikali, kwa upande wake, ina wajibu wa kulinda usalama, utulivu, na maslahi ya taifa kwa ujumla. Katika kufanya hivyo, mara nyingine hujikuta ikitembea kwenye mstari mwembamba kati ya kulinda amani na kuheshimu uhuru wa kisiasa. Kesi kama ya Tundu Lissu huweka mstari huo wazi zaidi na kuufanya uonekane kwa kila mwananchi. Katika jamii za kidemokrasia, migongano ya aina hii si jambo geni. Ni sehemu ya mchakato wa ukuaji. Swali si kama migongano itatokea, bali ni jinsi inavyoshughulikiwa. Je, taasisi zinajitegemea? Je, sheria inatumika sawa kwa wote? Je, haki inaonekana kutendeka na pia kuonekana imetendeka? Kwa vijana wa Kitanzania, kesi hii imekuwa darasa la uraia. Wengi wao hawakuwahi kufuatilia kesi za kisiasa hapo awali, lakini sasa wanajifunza maneno kama katiba, haki za msingi, uhuru wa kujieleza, na utawala wa sheria. Hii ni ishara ya kizazi kinachochipuka chenye hamu ya kuelewa nafasi yake katika taifa. Kwa upande wa wanahabari na wasomi, kesi ya Tundu Lissu imekuwa chanzo cha tafakuri pana. Inaibua maswali kuhusu nafasi ya vyombo vya habari katika jamii, wajibu wa kuripoti kwa usahihi, na hatari ya habari potofu. Katika dunia ya leo, simulizi inaweza kubadilishwa kwa haraka, na ukweli unaweza kufunikwa na kelele za mitandaoni. Hivyo, kila neno linalotamkwa kuhusu kesi hii lina uzito wake. Lakini nyuma ya mijadala yote, bado kuna binadamu. Kuna familia, marafiki, na wananchi wanaoathiriwa kihisia na mchakato huu. Hii hutukumbusha kuwa haki si dhana ya kisheria tu, bali ni suala la kibinadamu. Maamuzi yanayofanywa mahakamani yana athari halisi katika maisha ya watu. Kesi ya Tundu Lissu pia imefungua mjadala kuhusu maridhiano ya kitaifa. Je, taifa linaweza kujifunza kutokana na migongano yake? Je, kuna nafasi ya kujenga mazungumzo badala ya misimamo mikali? Historia inaonyesha kuwa mataifa yanayofanikiwa ni yale yanayoweza kusikilizana hata yanapotofautiana.
Katika muktadha huu, simulizi ya kesi hii haipaswi kuwa ya ushindi au kushindwa kwa upande mmoja. Badala yake, inaweza kuwa fursa ya kujitathmini kama taifa. Kuangalia tulipotoka, tulipo na tunapotaka kwenda. Kujiuliza kama mifumo yetu inaimarisha imani ya wananchi au inaiacha ikitetereka. Kadri kesi inavyoendelea, macho ya wengi yataendelea kuwa mahakamani. Lakini labda swali kubwa zaidi liko nje ya jengo la mahakama. Baada ya kesi hii, tutakuwa taifa la aina gani? Taifa linalogawanyika zaidi au taifa lililojifunza thamani ya haki, uvumilivu na mazungumzo? Kwa sababu mwishowe, kesi ya Tundu Lissu si hadithi ya mtu mmoja pekee. Ni sehemu ya hadithi kubwa ya Tanzania. Hadithi ya taifa linalojitafuta katika dunia inayobadilika kwa kasi. Hadithi ya wananchi wanaotaka kusikika na taasisi zinazojifunza kuwahudumia kwa haki. Na hadithi hii itaendelea kuandikwa si mahakamani tu, bali katika mioyo na mawazo ya Watanzania wote.